Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Na kuja kwenu enyi wanaume. Yawapasa wanaume mfahamu kuwa wanawake ni zawadi kwenu, pumziko na tulizo la mioyo yenu. Wanawake ndio raha na amani kubwa ya maisha yenu. Kosa kubwa tunalofanya wanaume ni kutumia vibaya mfumo dume, hasa katika swala nyeti kama mapenzi. Mapenzi si ubabe, mapenzi ni upole na ukarimu. Pamoja na kwamba mmebarikiwa kwa kupewa nafasi ya kuwa kichwa katika nyumba, lakini linapokuja suala la kurekebisha utofauti zinazojitokeza katika uhusiano wenu, si vyema kutumia njia za kibabe. Niwaambie kitu, wanawake ni wahisia zaidi na waliobadilika kuwa na upendo wa hali ya juu, na ndio maana wakapewa dhamana ya kubeba mtoto tumboni kwa miezi 9 na pia kumnyonyesha na kumlea kwa miaka kadhaa. Nasema ni watu wa hisia kwa sababu hivi, uliwahi kufikiri ni kwa nini wanawake hulizika na kujisikia poa kweli kweli wanapopewa zawadi kama ya maua na kadi zenye ujumbe wa mapenzi ukilinganisha na wanaume? Unafikiri ni kwa nini wana machozi ya haraka wanapotendwa? Au unafikiri ni kwa nini wanapenda kutumiwa love SMS zaidi kuliko kupigiwa simu? Jiulize. Mimi nawaona wanawake kama watu wa kuheshimiwa na kupendwa kwa dhati. Mkumbuke, wanawake ndio mama zetu, walezi wetu na ndio nyumba zetu. Jaribu kufanya kila mnaloweza kulifuata au kuifuta ile dhana ya kwamba wanaume hawaaminiki hata kidogo. Ridhika na mapenzi uliye naye. Heshimu hisia zake na thamani, na thamini mapenzi yake kwako, na mpe ile kitu roho inapenda. Kwa leo ni hayo tu. Basi usisahau kusubscribe page yangu ili uweze kusoma na kujifunza mengi.